Tunaendelea kutekeleza miradi ya CSR kama mnavyofahamu. Na kama mnavyofahamu sasa hivi kama mgodi ndio watekelezaji wa miradi hii. Tuna miradi ile ya takribani shilingi bilioni 9.049 ambayo inaendelea kwa sasa. Na of course nipende tu kuwapa taarifa kwamba mgodi umetenga tena bilioni 4.687 kwa ajili ya miradi mipya ambayo sasa hivi iko kwenye tunasema mchakato wa kuibua miradi hiyo. Na itakapokamilika basi tutaweza kuileta kwenu pia, ili pia na jamii ielewe miradi gani ambayo inaendelea kupitia CSR. Niseme tu kwamba mradi mkubwa ni ule mradi wa maji ambao utazidi kupanuka zaidi, na tutaanzia kwenye kijiji kile cha Kiwanja. Pamoja na mafanikio, zipo bado changamoto. Mfano, nasema msimu huu wa mvua tumeanza kuona uvamizi ule ukirudi. Tunasema wale wahalifu ambao wanakuwa wanavamia mgodi mara kwa mara wanapata mwanya specifically msimu wa mvua. Kwa hiyo mimi ningependa kuomba nyie waandishi wa habari kwa kutumia taaluma yenu tuendelee kuelimisha jamii kwamba vitendo vile sio sahihi. Mwaka huu tuna bilioni 9 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi, lakini pia katika hiyo bilioni 9 tunatekeleza kwenye vijiji 11 vinavyozunguka mgodi, lakini pia maeneo mengine ambayo ya nje ya vijiji 11 kama mpango ule wa CSR unavyosema, 40% inakuja kwenye vijiji 11 vinavyozunguka mgodi na 60% inaenda kwenye vijiji vile vingine ambavyo viko ndani ya halmashauri. Tuna miradi tofauti kama hiyo mingine ambayo mwenyekiti amesema, lakini tuna miradi vituo vya afya, uboreshaji wa huduma za afya, hasa tunaangalia pia afya ya mama na mtoto, lakini pia kuna miradi ya madawati. Hata mkuu wa mkoa Jumatatu atakuja tena kwa ajili ya kuhandover madawati. Tuna madawati sio chini ya madawati 9412 tunatengeneza mwaka huu. Tulishagawa awamu ya kwanza, awamu ya pili tutafanya Jumatatu. Lakini tuna miradi mingine, miradi ya maji, miradi ya miundombinu kama alivyosema. Tuna barabara takriban kilomita 34-35 ambayo na yenyewe itajengwa kwa kiwango cha changarawe. Kwa lengo pia ni kuboresha miundombinu yote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu pamoja na kushirikiana na hivi vijiji ambavyo vinazunguka mgodi vinapata huduma nzuri. Kwenye eneo hili leo tumekuja kwa ajili ya kutembelea kituo cha afya. Na chenyewe pia kuna miundombinu ambayo imejengwa hapa kupitia mradi wetu ya CSR. Kuna jengo la mama na mtoto, lakini pia kuna hiyo walkway ambayo mnaiona pale imejengwa na mgodi kupitia miradi yetu ya CSR. Labda kwa ajili tu ya kuweka utaratibu ni kwamba fedha za CSR ziko kila mwaka. Tunashukuru sana uongozi wa mgodi wa North Mara kwa shughuli tunazoshirikiana nazo mbalimbali katika vijiji vinavyozunguka mgodi ambayo ni 11 kwa sasa. Japo awali tulianza na tulikuwa ni vijiji 5, lakini sasa hivi tumeongezeka kulingana na maeneo yanavyoongezeka, tuna vijiji 11. Lakini pia kutokana na shughuli ambazo tunaibua na mahusiano mazuri ambayo tunao na mgodi, wanajaribu kutusikiliza. Sio kipindi cha nyuma. Sasa hivi tukipeleka hoja zetu wanazipokea na wanazitekeleza kwa wakati. Lakini sisi pia kijiji cha Genkuru ni wanufaikaji wa 1% ambayo tulikubaliana awali kwamba watakapoanza uzalishaji kwenye eneo letu, maana tulikuwa na viwanja vyetu hapo, baada ya kuwa tumekubaliana nao tukauzia leseni zetu, wanatulipa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mnavyoniona kwenye akaunti yangu ya kijiji nina zaidi ya bilioni 2, ambazo hizo bilioni 2 zinakuja kufanya maendeleo ndani ya kijiji cha Genkuru. Kwa hiyo tumeibua miradi mbalimbali ndani ya kijiji. Tuna barabara nyingi ambazo nataka sasa hivi zianze utekelezaji kutokana na hiyo 1% ya pesa. Lakini pia kutokana na CSR tuna miradi ambayo tumeianzisha ndani ya kijiji. Tunajenga shule mpya, tunaanza na madarasa 3 na matundu 16 ya vyoo. Tunakarabati barabara zilizopo ndani ya kijiji. Lakini pia tunaweka uzio katika kituo hiki ambacho nimesimama hapa kwa ajili ya watu kuingilia
maeneo ya hospitali, lakini pia pale Birege Sekondari ambayo tunayo sekondari moja, tunaweka uzio pia kwenye lile eneo la wasichana wanakokaa pale. Hizo ni shughuli ambazo tunaendelea kuzifanya na tunaenda kwa kasi kweli kweli. Hata jana hapa nilikuwa halmashauri kumwambia mkurugenzi kwamba hizi pesa hakuna sababu ya kuendelea kukaa kwenye account na wakati kuna watu wana mahitaji maalum kwenye kijiji pale. Kweli kwa majina naitwa Flora Maginga, ni mtendaji wa kata hii ya Nyarukoba, ambapo miongoni mwa kata hii kijiji kilichopa ni Genkuru mlichofika leo. Tunategemea kuanzisha huduma ya upasuaji kama mwenyekiti alivyotangulia kusema, na mpaka sasa hivi kinachokwamisha kupitia fedha hiyo ya 100%, serikali ya kijiji imeshatenga hela kwa ajili ya kununua mashine kwa ajili ya upasuaji hapa, kwa sababu jengo liko tayari. Lakini pia daktari ameshapendekezwa kama mlivyoambiwa, ila yuko field bado anafanya mafunzo yale. Kwa nini? Kwa vitendo, ila yupo. Kwa majina naitwa Clinton Bernard Mligo, ni kaimu mfawizi kituo cha afya Genkuru. Karibuni. Kituo chetu Genkuru kinatoa huduma mbalimbali. Huduma ya RCH ambayo ni huduma ya mama, baba pamoja na mtoto. Huduma wagonjwa wa nje pamoja na wagonjwa wa ndani. Pia tunatoa huduma ya afya ya uzazi hasa kujifungua wakina mama. Kiwango cha kituo chetu hapa Genkuru kuletwa hapa kinatupa msaada mkubwa sana hasa katika jamii zetu, kuokoa uhai wa maisha ya watu wetu, watu kupata matibabu, baada ya kupona wanarudi nyumbani kuendelea majukumu yao. Kwa huduma za uzazi tumepiga hatua kidogo, hatua kubwa sana kwenye huduma ya uzazi hasa kwa baba, mama na mtoto kama sera ya nchi inavyosema. Pia tuna wastani kwa mwezi kupata zaidi ya wazazi wanaokuja kujifungua katika kituo chetu, watu zaidi ya 46 na wakatoka salama pasipo shida yoyote. Kwa majina naitwa Juma Mboko Msabi, ni mwenyeji wa kijiji hiki cha Genkuru, kitongoji cha Komarera. Nafikiri tangu wakati tunatumia jengo hili la awali, huduma yetu ilikuwa ni hafifu kwa sababu hatukuwa na wataalamu wa kutosha, lakini kwa sasa tuko vizuri, wataalamu tunao wa kutosha na huduma yetu tunaipata vizuri. Tulikuwa tunaviwa asilimia kubwa na wanawake wakati wa kujifungua kwa sababu tulikuwa na huduma mbali, maana lazima tuende Nyangoto au tuende Tarime Bomane. Lakini kwa sasa huduma imesogea karibu, tunamshukuru Mungu. Ni vizuri tutakapokuwa tumeboreshwa kupata hata x-ray kwa huku kwetu. Tutakapopata x-ray kwa hapa kwetu na tupate huduma ya ultrasound kwa hapa kwetu ili tuweze kuwa tunajimudu kwa matatizo madogo madogo. Kwa majina naitwa Veronica Marwa Chacha. Na ukweli kipindi cha yani baada za nyuma kabla hii hospitali ijakuwa, tulikuwa tunateseka sana kwa kuhudumiwa, lakini sasa hivi tunapata matibabu vizuri. Huduma tunayopata, tunapata huduma nzuri. Kabla ya huduma hii kutufikia sisi hapa tulikuwa tunapata shida sana kutembea umbali mkubwa kwenda sehemu moja, labda maeneo ya Mriba, kituo cha afya Mriba, aiza Masanga. Kwa kweli tumefurahia kituo hichi kuwa kikubwa na kutuendelea kutuhudumia sisi. Kwa kweli changamoto iliyopo tu na tunayohitaji kwamba iboreshwe ni kuongeza labda majengo ya watumishi kuwa wengi, kwa sababu hichi ni kituo kikubwa ambacho kimebeba takriban labda vijiji jirani kama vitatu na hii kata ina vijiji viwili, wote hapa wanategemea hapa. Kwa hiyo tulizani kuongezewa watumishi wengi na kuongezewa majengo vile vile na uzio wa kuzuia ili eneo ili kujulikana kwamba ni kituo cha afya. Naitwa Pendo Mkwabe. Kwa sasa hivi huduma ni nzuri ila kwa kiasi chake, kwa sababu hamna jengo la upasuaji hawafanyi kwa kweli. Kwa hiyo hapa huduma ndogo ndogo hizi ambazo tulikuwa tunaenda kwa umbali mrefu tunazipata hapa. Kwanza kulikuwa hamna majengo mazuri kama haya, kulikuwa na majengo mengine hapo yamechakaa. Ulikuwa ukija humu kulazwa inakuwa changamoto kwa kweli, hawalazi hawaongezi damu, japo mpaka sasa hivi hawajaanza kuongeza damu, lakini kwa kiasi wametusaidia. Tungependa sana watuletee jengo la upasuaji, kwa sababu hapa wazalishi labda mimba ya kwanza na 5 kwenda juu
Ukifika hapa kuanzia 5 kama una tatizo inakugharimu tena uende umbali mrefu kutafuta huduma ya upasuaji. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa. Mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.